Godfrey Musenje, kijana mkubwa wa marehemu, babake alivamiwa na watu aliyedai wanajulikana na kukamatwa kukatwa kinyama nyumbani mwake mnamo mwaka wa 2023, na hata baada ya kuripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Butula, baadhi ya washukiwa wa mauaji hayo walikamatwa na kuachiliwa kwa sababu isiyoeleweka. Wanafamilia aidha wanalalamikia jinsi shughuli ya upelelezi ilivyojikokota kwa zaidi ya miaka miwili na kutaka idara ya usalama nchini kuingilia kati ili kuwasaidia kupata haki kutokana na kifo cha marehemu mwalimu huyo mstaafu. Mzee Sebastian alipatikana mwili kwa nyumba yake akiwa amewawa tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka wa 2023. Lakini siku yenye aliweza kupatikana na mfanyikazi akiwa amewawa ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 8 2023. Mimi nimehuzunika sana na nimeweza kuhangaika sana kwa sababu natafuta justice ya mzee. Hii kesi baada ya mzee kuwawa iliweza kuripotiwa katika kituo cha polisi cha Tingolo na ikachukuliwa na maafisa wa ujasusi wa DCI wa Butula. Lakini tangu wakati huo haki haijapatikana. Ninaomba DCI ile ya Nairobi headquarter pamoja na Office of the Public Prosecution na IPOA iweze kuchukua mambo haya ili haki ya mzee iweze kupatikana. Nilikonga hii mlango, odi ya tatu sikuona, nikaingia tu. Kuingia nikapata kikombe hapo chini, nimechipaka uji. Nikaona amelala hapo. Amelala tu vizuri, simu amemwekelea hapa. Alafu yeye amelala tu hivi. Bibi yake akatoka nje akanikonga, akasema, "Iri, ni nini?" Nikasituka, kaambia huko, "Sijui mwalimu ni nini imemfanya, anadoka damu." Akasema, "Basi twende." Akanishika mkono. Kukuja kuangalia watu wawili wanaona analala.